Mwili wa afisa usafirishaji kupitia pikipiki Hamis Ramadhani mwenye umri wa miaka 18 mkazi wa kata ya Isevya wilaya ya Tabora umekutwa umetelekezwa kwenye mtaro wa maji katika mtaa wa kata Malolo wilayani hapo, tukio ambalo limezua taharuki kwa kuwa pikipiki ya kijana huyo haikuonekana, ambapo jeshi la polisi limethibitisha kuanza uchunguzi wa kina kuhusu kisa hicho. Wakizungumza katika eneo la tukio, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wamesema wameshangazwa tukio hilo, ambapo walidai wameukuta mwili ukiwa na mkanda shingoni mithili ya mtu aliyenyongwa, hali iliyowafanya watoe taarifa haraka kwenye mamlaka husika. Nilipokea kijana wangu aliniambia kuna mtu kafa hapo nje getini kwangu, kwa nikashtuka nikakimbia mbio, na baadhi ya watu wakawa naomba waje fanya nini kumgeuza, tukazuia kwa sababu kulikuwa kuna alama chini za kama kulikuwa na dalili ya mvutano. Sasa tukajaribu kuzuia watu wasifanye wasikanyage zile alama zikapotea, polisi wakija pata ushahidi kamili, lakini dakika mwishoni ilishindikanika. Anamkanda akaekea kwenye shingo, ina maana inaonekana yani kabla ya Danieli alinigwa sana, ina maana bodaboda alikuwa amechukua mteja, amekuja maeneo haya, amefika. Baada ya kufika hayo maeneo hapo, nafikiri abiria aliyokuwa amembeba alikuwa ni mhalifu, akawa amechukua pikipiki. Vyombo vya dola na ushauri wangu walifanyie kazi ili swala la hiyo njia watu wanakabwa hiyo. Watembea kwa mguu ikifika saa 2 tu saa 3 huwezi kumuona mtu, wote wanajifungia ndani. Hiyo njia sio salama, inagiza sana, na ushauri wangu wao wenye viwanja hivi hapa kama hawezi kujenga wauze, watu wajenge. Akizungumza kwa njia ya simu, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard Abwao amethibitisha kutokea kwa kifo hicho, akidai uchunguzi wa kisayansi umeshaanza kufanyika. Hii ni sauti ya Rami Ramsey kutoka GA-Lens. Alionekana kuwa amekunywa maji mengi, na eneo hilo ni eneo ambalo lilikuwa na maji mengi kufuatia mvua kubwa ambayo ilinyesha katika siku ya jana. Kwa hiyo kwa kuwa pikipiki yake haijapatikana, tunaendelea na uchunguzi, ambapo tunategemea kesho uchunguzi wa kisayansi utafanyika postmortem ili kuweza kubaini chanzo halisi cha kifo ni kitu gani, kwa maana kwamba mwili wake haukukutwa na jeraha.